Kiukweli Mlandege tunaiheshimu sana kwa sababu ni club kubwa kuliko ni sisi, na tutakwenda kesho kwa heshima kwa sababu Mlandege lazima tuheshimu kwa sababu ni club kubwa. Lakini kwa maagizo ya mwalimu tumejipanga vizuri kwa ajili ya mechi ya kesho, kwa sababu mechi iliyopita tumepoteza. Kwa hiyo lazima mechi ya kesho tupate ushindi. Japo Mlandege tunawaheshimu sana, lakini tutajitahidi, mpira upo uwanjani. Nafikiri kwa maagizo ya mwalimu tutapata ushindi mechi ya kesho. Upo sana kwa sababu ya mwalimu, maelekezo yake aliyotupa jana pamoja na leo asubuhi. Kwa hiyo nafikiria tutafanya vizuri timu yetu, na kwa sababu wachezaji wetu wako vizuri, bado ana injury, ila mechi iliyopita ndio football, kwa sababu kufungwa ipo, kuna kushinda, kufungwa na kudraw. Kwa hiyo ninaamini kwa maandalizi yetu na mechi zinazofuata tuna lengo letu kuchukua ubingwa au tupata hata zile katika nne bora. Lengo letu sana ni kupata nne bora. Ndio lengo letu kwa kweli kwa timu yetu kwa sasa, kwa sababu sisi bado ni wageni kwenye ligi hapa. Kwa hiyo tukipata nne bora, basi nafikiri tutakuwa tumefika katika hatua nzuri. Lakini endapo itatokea chochote, basi inshallah tupata ubingwa, basi nafikiri tutakuwa vizuri zaidi. Dawa tumeipata. Nafikiri kesho Mungu akitujalia tutakuja kwa kasi zaidi na kwa maagizo ya mwalimu aliyotupa. Mimi nafikiri kesho mtafurahi, mchezo utakuwa mzuri. Nafikiri mchezo utakuwa mzuri sana kwa mechi ya kesho. Tunafanya tathmini kwa kweli. Mimi nafikiria tutaona kwa mechi zinazofuata, nanyi mtajua kama je tunafanyaje kwa hizo mechi ambazo tunazofuata. Mimi nafikiria tutafanya vizuri tu. Kama ninavyoongea kwamba mechi ngumu sana kesho, sababu Mlandege ni timu nzuri na walimu wazuri, lakini kwa maagizo ya mwalimu aliyotupa kwa mechi ya kesho ndio tunawapa wachezaji. Nafikiria kesho tutafurahi, tutapata ushindi wa mechi ya kesho.